Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Wapendwa, karibuni tutafakari pamoja fumbo hili na fundisho hili la Utatu Mtakatifu. Wimbo wetu wa katikati umesikika ukiimbwa kwamba anastahili kusifiwa na kuabudiwa. Ni kweli kabisa. Kadiri ya wataalamu, kadri unavyozidi kutafuta definition ama tafsiri ya Mungu, utaishia tu kusifia, na kadri sifa zinavyozidi kuwa nyingi unajikuta unamwabudu na kumtukuza. Na hivi ndivyo ilivyo. Wapendwa, kila inapofanya ishara ya msalaba, ishara hii inanikumbusha kuwa inakumbusha maisha ninayopaswa kuishi, ya kwamba Baba ananifundisha kumpenda yeye na kuwapenda wenzangu, ya kwamba Mwana ananifundisha kumtumikia, na ya kwamba Roho Mtakatifu ananifundisha namna ya kujenga ushirika na Mungu katika Utatu Mtakatifu, lakini pia na wenzangu. Papa Yohane Paulo wa Pili aliwahi kusema, sherehe ya Utatu Mtakatifu sio fundisho la kifikara tu, bali ni msingi wa maadhimisho ya kiliturujia za Kikristo. Maadhimisho ya ibada zetu yanaonesha Utatu Mtakatifu. Kila sala inaelekezwa kwa Mungu Baba kupitia kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu. Kumbe Utatu Mtakatifu ni mahojiano ya upendo, hasa pale mimi na wewe tunapoelekeza mioyo yetu na akili zetu kwa Mungu kwa njia ya sala. Hata ishara yetu ya msalaba ni tendo linalo mwalika Utatu Mtakatifu wa Mungu. Kumbe liturujia zetu zote zinafananishwa na wimbo wa kusifu Utatu Mtakatifu wa Mungu. Tunapoendelea zaidi kutafakari Utatu Mtakatifu, tunaona kumbe hata muundo wa familia zetu ni ishara na mfano wa ushirika wa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hawa wana ushirika mtimilifu, wanajitoa kwa kila mmoja, lakini pia wana upendo mtimilifu. Hali kadhalika, ukiangalia katika familia zetu, baba anajitoa kwa hali na mali katika kufanya kazi kuilisha familia yake, anajitoa katika kumpenda mke wake na watoto wake. Hali kadhalika, mama anajitoa katika kufanya kazi kwa bidii kuwategemeza watoto wake, anajitoa katika kuwapenda. Hali kadhalika na watoto vivyo hivyo, na wote wanaishi kwa ushirika kwa ajili ya ustawi wa familia. Huu ni mfano wa Utatu Mtakatifu, mfano wa ushirika, upendo na kujitoa unaofanywa na Utatu Mtakatifu kwa binadamu. Wapendwa, upendo huu ndio unaodhihirisha katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Kutoka. Pamoja na mapungufu ya wana wa Israeli
kugeukia miungu mingine, Mungu kwa upendo na huruma yake anajidhihirisha kwa mtumishi wake Musa na kumkabidhi amri zake. Amri hizi ni neno wake ambaye atakuja kuchukua mwili wa binadamu na kumfunua Baba vile alivyo katika Agano Jipya. Sehemu hii ya maandiko matakatifu inadokeza pia fumbo la Utatu Mtakatifu katika Agano Jipya, ingawa kwa kificho, hasa inapotaja sifa za Mungu kama vile upendo, huruma, uaminifu na ushirika, zikiashiria ukamilifu wa Mungu kama Baba aliye chanzo cha upendo, Mwana atakayekuja kufunua huruma hiyo kwa msalaba, na Roho Mtakatifu atakaye umimina upendo mioyoni mwa wanadamu. Tumesikia pia jina Bwana likimaanisha jina takatifu sana la Mungu wa kweli. Jina Bwana limejirudia takriban mara 8 katika somo la kwanza. Kitendo cha neno ama jina kujirudia mara kwa mara katika maandiko matakatifu ya Biblia ina maana sana. Hapa Mungu anataka kuonyesha msisitizo kwamba yeye ni Mungu wa kweli, mtakatifu sana, anayestahili kusifiwa na kuabudiwa. Lakini pia ni msisitizo kuonyesha kwamba sheria alizopewa Musa zinatoka kwake na zinapaswa kushikwa kwa uaminifu ili kuweza kujipatia ustawi na uzima wetu. Kuna wakati unaweza ukafika mahali unataka kufanya jambo baya, ukasikia dhamiri yako ikikuambia usifanye. Unataka kumtendea mtu kitu kibaya, unataka kumchafua mtu pengine, unasikia dhamiri yako inakuambia usifanye. Hii ni kwa wale tu wanaomcha Mungu. Kwa wale ambao dhamiri zao zimeshaharibiwa kwa kuzama katika maovu, hawatasikia hiyo sauti, kwa sababu hiyo sauti ya Mungu imekufa ndani mwao. Ndio maana kusema kwamba neno lake haliko mbali sana, liko karibu sana, liko katika mioyo yetu na lipo katika maandiko matakatifu. Hivyo tunavyojijengea mazoea kusoma maandiko matakatifu kila mara, neno anaendelea kuwa kweli mwili ndani yetu na anatenda kazi, anatuongoza katika hekima, katika kutenda na katika kukwepa maovu. Mwinjili Yohane anatuambia, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Wapendwa, Mwinjili Yohane anaendelea kutukumbusha kwamba Mungu ni upendo, na ni kutokana na upendo wake anamtuma mwanaye ulimwenguni kutukomboa, kutusamehe, kuturudishia uzima, tena uzima tele, na kutufikisha kwa Baba, tukiamini kwamba yeye ndiye njia, ndiye lango letu sisi kumfikia Baba. Na ndio maana tunayo kila sababu ya kuambatana naye, ya kushirikiana naye na kutenda kadiri ya mapenzi yake. Wapendwa, tungali bado safarini hapa duniani penye hofu, mashaka, kukata tamaa na kudhaniana vibaya. Injili bado inatualika kumrudia Mungu anayetupenda, asiyechoka kutusamehe hata tuwe wa dhambi kiasi gani. Injili inatualika pia tuishi kama wana wa Utatu Mtakatifu wa Mungu kwa kuiga sifa za Mungu, yaani kuwa watu wa upendo, huruma, uvumilivu hata katika shida, na wenye rehema katika kuwasamehe wengine na kuwaombea na kuwasaidia. Waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, Mtume Paulo
anahitimisha barua yake kwa maneno yenye kuleta faraja, umoja, baraka na utatu mtakatifu wa Mungu. Sehemu hii ya barua ya Paulo inatukumbusha na sisi wanakola kama vile ilivyowakumbusha wana kanisa wa Korinto kuwa Wakristo tuna wajibu wa kuishi Ukristo wetu vizuri kwa umoja, upendo, amani, kushirikiana sisi kwa sisi na kushirikiana na utatu mtakatifu. Kanisa linatufundisha kwamba Roho Mtakatifu anatoka kwa Baba na kwa Mwana, naye ana umungu mmoja pamoja na Baba. Wakati mwingine watu fulani wanaweza kupokea karama labda ya uponyaji au ya uinjilishaji, lakini kutokana na kiburi na majivuno wakaamua hata kujitenga kwa kujiona kwamba wao ni bora kuliko wengine. Wao wana roho, wengine hawana roho. Na mara nyingi tumekuwa tukisikia maneno kama hayo. Nadhani watu hawa pengine hawajui huyo roho hata anatoka wapi na anafanya kazi na nani, ama yupo ushirika na nani. Basi leo tunakumbusha kwamba pale alipo Roho yuko pia Mwana, yaani Kristo, na yuko pia Baba. Pale pia alipo Mwana yupo pia Baba na yupo pia Roho. Na pale alipo Baba yupo Mwana na yupo Roho Mtakatifu. Na hili tunaweza kulithibitisha katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 1 aya 26. Ingawa si ufunuo kamili wa utatu mtakatifu, bali ni mdokezo ambao ungekuja kutokea katika Agano Jipya. Na hapa utamsikia Mungu akisema, na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, kionyesha kwamba nafsi zote tatu ziko pale, zinashirikiana katika Mungu mmoja. Na katika Agano Jipya utimilifu huu wa utatu mtakatifu unatokea pale Yesu anabatizwa, Roho Mtakatifu anashuka kama hua, na Baba anasema kutoka mbinguni, huyu ni mwanangu mpendo wangu ninayependezwa naye. Mathayo 3:16 hadi 17. Tuone ni jinsi gani nafsi hizi tatu hazigawanyiki, zinafanya kazi pia kwa ushirika, na hatuwezi kuzigawanya. Huyu anachukua roho, mimi na roho tu, au mimi na Mungu, au mimi na, lakini zote zinafanya kazi kwa ushirika na ni ndani ya Mungu mmoja, na zote zinashiriki umungu mmoja wa Baba. Wapendwa, tunapoendelea na kusherekea sherehe hii, tuombe neema ya kulielewa na kuliishi fumbo la utatu mtakatifu kama familia na jamii zetu, ili kujipatia uzima na baraka za Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.